Kuna kitu nataka tuongee jamani. Wazazi wenzangu, njoni hapa tu. Lishe ya watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10. Video hii itakuwa ndefu, lakini itakuwa na segments zitakazotuambia nini maana ya lishe, muda wa mapumziko, vyakula vinavyotakiwa, nini kinapaswa kufanya, athari zake zisipofanywa, na mengi kede. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, tuzungumze. I hope umejifunza, na I hope pia nitatamani tusemezane sana kuhusu hili na wazazi na watu wa nutrition na kadhalika. Kila laheri mzazi mwenzangu. Shosti! Tusemezane. Kuna kitu nataka tuongee jamani. Wazazi wenzangu, njoni hapa tuongee. Jamani, kuna kitu kinahusu lishe za watoto. Lishe ya watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10. Katika miaka 0 mpaka miaka 10 kuna vitu tunatakiwa tuvizingatie. Na video hii itakuwa ndefu, lakini itakuwa na segments zitakazotuambia nini maana ya lishe, muda wa mapumziko, vyakula vinavyotakiwa, nini kinapaswa kufanya, athari zake zisipofanywa, na mengi kede. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, tuzungumze. Kwanza tunatakiwa turudi darasani kidogo, tuanze kuelezana vizuri kabisa. Mwili wa binadamu unajengwa na kinga ya mwili. Kwa hiyo katika umri wa miaka 0 mpaka miaka 10, pale ndio pako ambako mwili wa binadamu unakuwa unajiimarisha kwenye kinga mwili. Sasa kinga mwili hujengwa na kitu kinaitwa cells. Biology, science, turudini hapa. Kwenye cells kuna cells nyingi sana, lakini kuna kuaga na group 2 kubwa ambazo tunaweza kusema seli mama kubwa za mwili wa binadamu, ambayo katika hizo seli mama 2 kubwa kuna red blood cell na white blood cell. Katika red blood cell ni tunasema chembe za damu nyekundu, sawa, ambayo hii kazi yake unafanya kazi kama transporter officer, watu wanaofanya usafirishaji, kwamba hii seli hizi ni maalum kusafirisha vifurushi vyote vinavyoingia mwilini kwetu vya vyakula, protein, calcium, yani wao wako bize huko kufanya hivyo. Alafu kuna hawa ambao ni walinzi, ambao hao ni seli nyeupe ambazo ni white blood cells, na ambazo wao wanakuwa ni walinzi wa kupigana na magonjwa, na pia hao wanakuwa ni ulinzi kutoa vitu ambavyo havitakiwi, sawa, mwilini, na pia kupigana na magonjwa, mfano bacteria, virus na mengine yote tunayoyajua. Sasa vitu vyote hivi viwili vikubwa ambavyo ni cells zinatengeneza immunity. Immunity ni nini? Ni kinga ya mwili. Sasa kwa mtoto mdogo ambaye yuko tumboni kwa mamake, kinga ya mwili huwa anaitengeneza akiwa tumboni kwa miezi ile 9, kuanzia miezi 3 ujauzito mpaka miezi 9. Then kisha hapo mtoto huyu anakuja sasa kutengeneza kinga yake ya mwili kwenye maisha yetu ya kila siku. Anatengenezaje kinga yake ya mwili? Hapa ndo somo la lishe linapokuja, kwa kutumia lishe. Sasa lishe ni nini? Lishe ni vyakula vinavyojenga kinga za mwili za binadamu, na lishe zinagawanyika kutokana na umri wa mtoto. Sasa tuanze. Mtoto yoyote mdogo mwenye kuanzia miaka 0 mpaka miaka 3, lishe yake ni tofauti kutoka kwenye mtoto wa miaka 4 mpaka miaka 7, miaka 7 mpaka miaka 10. Lishe zao hawa ziko tofauti kwa sababu ya ukuaji wa mwili wake. Sasa tuanze kuchambua lishe kutokana na makundi ya umri. Haya, tuanze kuchambua sasa. Kwenye kundi letu la miaka 0 mpaka miaka 3 kuna vitu ambavyo mwili huwa unajengeka, sawa. Sasa kwenye lishe tunatakiwa tuna vitu vinaitwa calcium na protein. Calcium na protein hivi hujenga mifupa ya binadamu, sawa. Vyakula gani vinapatikana kwenye calcium na protein? Kwenye protein tuna maziwa, tuna maharage, tuna mbaazi, tuna njegere, pia maji ya kunywa yanapatikana kwenye calcium. Lakini calcium na protein hivi ni vitu vinavyojenga mifupa, sawa. Pia mtoto mdogo anatakiwa awe anakula vitu ambavyo pia hutengeneza fat, ambayo ni mafuta, na lengo la kuwa na vyakula vya kujenga mafuta mwilini mwake ni kwa ajili ya nguvu, ambavyo vyakula vya mafuta ni karanga, korosho,
nazi na hizo vitu vitatu jamani, ndio ninavyovikumbuka hapa, sawa, ambavyo hivyo vinakuwepo purposefully kabisa kwa ajili ya mtoto kujenga energy. Pia kuna kujenga misuli. Kwenye kujenga misuli, mtoto anatakiwa ale vitu vyenye maji mengi, mfano wa matunda, matikiti, matango, machungwa na nyanya. Vyote hivi vinajenga maji ambayo haya maji yake mengi yanaenda kujenga misuli. Kitu kingine ambacho kinatakiwa kwenye lishe ya mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 3 ni pamoja na vitamin. Vitamins ni kwa ajili ya ngozi yake, ambayo kwenye vitamin kuna spinach, kuna Chinese, kuna carrot, kuna hoho, mboga zote za majani uzifahamuzo zinajenga misuli. Zinajenga vitamin, ambayo vitamin ni maalum kwa ajili ya ngozi. Kwa hiyo calcium na protein for bone kwa ajili ya mifupa, vitamins kwa ajili ya ngozi, fats kwa ajili ya energy. Vyakula vyenye maji kama hivyo tulivyotaja, machungwa, matunda, haya ni kwa ajili ya misuli, sawa. Na huo ni umri wa miaka 0 mpaka miaka 3. Tunasema hivyo kwa sababu vitu hivyo ndo vinajenga hivyo vitu. Alafu kutoka kwenye miaka 4 mpaka miaka 7, vitu hivyo vinaendelea, lakini kwa uzito tofauti kutokana na ukuaji wa mtoto. Lakini hapa tunakuja kwenye lishe ambayo watu wengi tunaitumiaga, uji, ambao kwenye uji tunatakiwa tuwe na lishe yenye tija. Lishe yenye tija kwa mtoto ni nafaka unazoziambatanisha kwenye chakula cha mtoto wako. Sasa tukija kwenye nafaka ambazo tunatakiwa tuwe na ngano, tunatakiwa tuwe na ulezi, tunatakiwa tuwe na mtama, tunatakiwa tuwe na mahindi, tunatakiwa tuwe na soya, tunatakiwa pia tuwe na karanga, sawa. Katika lishe hivi ni vitu muhimu unavyotakiwa. Hizo ni vitu 7 ambavyo unatakiwa uvichanganye pamoja upate unga wa uji wa mtoto. Na ukiwa unapika uji, kuna mayai sana recommendation ni mayai ya kienyeji. Kama unaweza kupata mayai ya kienyeji wakati unapika uji pale, ukiwa unaendelea kutokota, pasulia yai la kienyeji. Au umemaliza, umeiva kabisa, unataka kumpa mtoto wako, mwekee maziwa mtindi. Hiyo inaitwa lishe yenye tija. Lishe hii yenye tija huweza kupelekea mtoto kujengeka imara, sawa, kupitia vitu hivi vyote kwa pamoja. Vyote hivi ambavyo miaka 4 mpaka 7 ni pale mtoto ambapo sasa ndo ameshaanza kutoka kwenye umri wa utoto, anakuwa sasa, meno yanaota, anaweza kutafuna, anaanza kudevelop taste za vyakula na kadhalika. Sasa ukiweza kufanya 4 mpaka 7, inamaanisha 7 mpaka 10, mtoto huyu anakuwa misuli ipo, ameshakuwa kama mkubwa kidogo, ambaye anaweza kula na vyakula vingine. Sisemi kwamba vyakula vingine havina hivyo virutubisho, lakini hivi ni virutubisho mama ili kujenga immunity kwenye mwili wa mtoto wako, sawa. Kwa sababu wazazi wengi tunachokosea kwenye lishe, hususan tunapokujaga kwenye lishe hizi za vyakula, tunaanza kuchanganya lishe bila kujua nini kimewekwa kwenye lishe. Kwa hiyo kama una mtoto mdogo from 0 to 7, hakikisha lishe zake unaziandaa mwenyewe. Hakikisha mtoto wako ana machungwa, ana matunda, anakula fat, anakula calcium, anakula protein. Vitu vyote hivi kwa pamoja inajenga lishe, ambayo lishe hujenga kinga ya mwili, ambayo kinga ya mwili hujengwa na red blood cell na white blood cells, sawa. Vitu vyote hivi vina compile kwa mtoto wako. Sasa nini hutokea na nini hutokea kwa wazazi wengi sasa hivi? Wazazi wengi ambao wana watoto wadogo, kujenga kinga ya mwili kama tulivyoongea hapo kwamba inataka lishe yenye tija. Nini hutokea? Hutokea pale ambako wazazi wengi wanaacha kuwapa watoto lishe zenye tija na kuwa na lishe ambazo hazina tija. Lishe ambazo hazina tija ni vitu ambavyo tumevicompile pamoja, tunasema ni usasa wa maisha. Tunawapa watoto vyakula ambavyo havina tija. At very early age mtoto anakuwa consumed, anakula pipi nyingi sana, chocolate nyingi sana, vitu vyenye sukari vingi sana, vitu vyenye kemikali nyingi sana, na tunasema ndio maisha ya usasa. Lakini nini hutokea mtoto huyo akiwa ana consume au anakula a lot of sugar?
ni upelekea udhaifu kwenye kinga yake ya mwili. Kwa muda mwingi mzazi ambaye una mtoto ambaye bado anakuwa ana develop vitu. Tukisema develop ni kwamba kwenye umri mdogo wa miaka mitatu, miaka 0 mpaka mitatu mpaka 10, hapa mtoto anaanza kudevelop vitu. Ana develop taste ya kitu kwamba hiki ni kitamu, hiki ni kichungu. Ana develop ukuaji wake wa utafunaji, ana develop vitu vingi sana. Sasa wazazi wengi kwenye lishe tunawapa watoto wetu vitu ambavyo havina tija. Tunawapa watoto wetu vitu vingi vya viwandani ambavyo vimejaa kemikali nyingi. Tunawapa watoto wetu vitu ambavyo vikienda kwenye immunity huku zinahesabika kama makapi. Mtoto sawa, anakula chipsi, anakula pizza, anakula nini, lakini je, vinatija kwenye lishe yake? Kama havina tija na unampa kwa 1% kubwa, vipunguze. Alafu utengeneze system ya kuwa na tija. Kwa hiyo lishe yenye tija hupelekea kinga ya mwili kuwa imara. Lishe isiyo na tija hupelekea mtoto kuwa na kinga dhoofu. Sasa nini hutokea pale ambako mtoto akiwa na kinga dhoofu? Kunakuwa na athari za moja kwa moja. Mfano, mtoto anakuwa na unene uliopitiliza. Tunaanzia hapo. Muda mwingi tunakuwa na watoto wana unene kuliko umri wao. Tunalaumu kwa nini? Kwa sababu lishe yao haikuwa sawia na umri wake. Anakuwa na uzito mdogo kuliko umri wake. Umeelewa? Anakuwa na uzubaafu kwenye kuconcentrate pia. Vyote hivi tunavyoviona kwa matokeo ya watoto wetu, vingi huenda moja kwa moja kwa kitu gani mtoto huyo hula. Kwa sababu kitu anachokula huyo mtoto kinapelekea kujenga kinga yake ya mwili, kinapelekea kujenga misuli yake, kunapelekea kujenga mifupa yake, inapelekea kujenga ukuaji wa akili yake na kadhalika. Jambo lingine baada ya lishe ambayo inaambatana na lishe ni mapumziko ya mtoto. Mtoto yoyote yule, kama tunavyosikiaga kwenye science kwamba tunatakiwa tuwe na masaa 8 mpaka 10 ya kupumzika, na watu wengi tunasema tunatakiwa tulale masaa 8, lakini watu wengi hatujui kwa nini tunatakiwa tulale masaa 8. So we're gonna break down kwa nini tunatakiwa tulale masaa 8. Sasa kwenye yale masaa 8 nataka to break down nini hutokea kwenye yale masaa 8. Sawa? Masaa 2 yanakuwa ni maalum kwa ajili ya mzunguko wa damu. Chochote kinachohusiana na damu hufanyika ndani ya hayo masaa 2. Blood activities, kujenga cells mpya, kutoa cells zilizokufa na kadhalika. Kwa hiyo ndani ya masaa 2 mwili hufanya kazi kuhusu damu. Masaa 2 mengine mwili hufanya kazi kuhusu misuli. Misuli unapata relaxation, ambayo kwa mtoto mdogo kwenye miaka 0 mpaka 10, muda huu huleta system ya upumuaji, kutengeneza system ya upumuaji. Jinsi ya gani misuli ikiwa inafanya kazi, inamaanisha kutakuwa na air regulation nzuri kuhusu mapafu yake na jinsi ya kufanya upumuaji. Hizi zote ni developments zinazotokea ndani ya masaa 2 mengine. Masaa 2 mengine kutokana na mmeng'enyo wa chakula. Chakula kinameng'enywa taratibu, na hii hupelekea processing ya kufanya chakula kisagwe vizuri kwenye tumbo na kusababisha mtoto asipate shida kwenye choo. Masaa 2 mengine ni kwa ajili ya brain processing, ambayo kwenye vitu vya ubongo ni taarifa zote mtoto alizozipata, picha, sauti, hisia zote kwenye hayo masaa 2 mengine huwa wanafanya kazi. Kwa hiyo kwenye masaa 8 ya mapumziko tunayoambiwaga tufanye ni kwa ajili ya damu, misuli na upumuaji, ni kwa ajili ya mmeng'enyo wa chakula, na pia ni kwa ajili ya ukuaji wa ubongo. Ndio maana madaktari wanashauri tupate masaa 8 ya kupumzika, na hii hubadilika kutokana na ukuaji, kwamba mtoto ambaye ana develop hivi vitu inamaanisha akipumzika zaidi development yake inakuwa nzuri zaidi, na mtoto ambaye ameshavuka labda kuanzia miaka 7 kwenda huku 10, ana development naye ni tofauti. Kwa hiyo mtoto wa miaka 0 mpaka 7 na 7 kwenda 10 development zinakuwa tofauti, lakini umuhimu wa mapumziko ni lazima apate mapumziko. Sasa wazazi wengi tumekuwa tunawapa watoto wetu muda pungufu wa kulala. Nini hutokea kusipokuwa na mapumziko? Ndio zile athari za ukuaji zinatokea. Athari za ukuaji zinatokeaga sana kwenye vitu vingi. Vinatokea kutokana na mtoto anashindwa kuconcentrate darasani.
Walimu wanaweza kusema hichi kitu. Watoto wengi wanakuwaga wazubaafu kwenye vitu kwa sababu hali vizuri. Umeelewa? Yaani hivyo ni vitu viwili vikubwa, kulala na kupumzika. Ndio kuna kitu kingine kinasemaga ni michezo, lakini hivi vitu vyote vikiambatana kwa mtoto vinasababisha ukuaji mzuri wa mtoto. Lakini sisi tunawapunja watoto wetu. They don't get time to sleep. Mambo ya kulala, ratiba ya mchana haipogi wa mtoto wako. Kulala masaa 8 hamna ratiba hiyo. Vyakula hakuna. Lakini vyakula vingi vya viwandani ambavyo tunawapa watoto wetu, asilimia kubwa ya vyakula vile vinakuaga na kemikali nyingi sana na vinakuaga na sukari nyingi sana kuliko vyakula vya watu wazima. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe wanatengeneza addiction kwa ajili ya mtoto. Sasa mtoto ambaye anakuwa na addiction inapelekea mtoto huyo kuwa na udhoofu kwenye immunity system yake. Kemikali za viwandani ni nyingi sana na sukari yao ni nyingi sana, na hiyo hupelekea watoto wengi wadogo wawe na addiction ya hivyo vitu, kwa sababu vinawekwa hivyo vitu vingi vinatengeneza addiction yake. Kwa mtoto ana consume vingi, vinapelekea udhoofu wa immunity system yake, ambayo immunity ni kinga ya mwili. Kwa hiyo inapelekea watoto kuwa na kinga ya mwili ndogo. Jamani, haya nataka tumalizie kwa kuongea athari kiufasaha kabisa, athari za lishe ambayo haina tija. Kuna athari ambazo tunaweza tukaziona moja kwa moja na athari ambazo hazionekani moja kwa moja. Athari hutokana na umri wa mtoto. Sasa mtoto ambaye yuko chini ya miaka 10, inamaanisha athari zake ndio zile mambo tunaambiwa kliniki. Tunaambiwa mtoto kilo zimezidi, tunaambiwa mtoto kilo zimepungua, tunaambiwa mtoto ana utapiamlo, tunaambiwa mtoto anakuwa na umwa mara kwa mara na kadhalika. Hizo ni athari za watoto wale wadogo. Athari za watoto wanaokuwa sasa kuanzia miaka 10 kuja huku juu, inamaanisha tunapata athari za aina mbili. Aina ya kwanza ni period kuwahi. Yes. Na aina ya pili, mtoto wa kiume atakuja kuwa na matatizo ya nguvu, ukosefu wa nguvu za kiume kama tunavyosema sasa hivi. Sasa, kwa nini tunasema period kuwahi? Mfano, mtoto wako wa kike mdogo ambaye umemwanzisha vyakula vingi vya viwandani ambavyo vina sukari nyingi sana na kemikali nyingi sana, inapelekea mtoto huyu kutengeneza immunity dhoofu. Sawa. Sasa unakumbuka tumeongelea kuhusu wale transporter officer wetu, red blood cell. Wenyewe hawa wana kazi ya kupeleka taarifa kwenye mzunguko wako wa damu. Sasa mtoto wako akiwa na sukari nyingi, inamaanisha mwili wake unatengeneza kinga dhoofu, na taarifa zinazokuwa zinapelekwa kule kutokana na vyakula, inamaanisha kwamba mtoto wako anatakiwa damu hii itoke mapema. Hivyo, kwa hiyo badala ya damu ya mtoto wako ambaye ni period kutoka akiwa na miaka 11 inawahi. Kuna watoto wanapata period wakiwa na miaka 9, kuna watoto wanapata period wakiwa na miaka 7, na ndio maana tunasemaga ni kutokana na vyakula. Ndio, kwa sababu usipokuwa na lishe yenye tija hupelekea mwili wake ukosefu wa immunity ambao ni kinga mwili dhoofu. Ukiwa na kinga mwili dhoofu, upelekea taarifa kwamba mtoto huyu labda anatakiwa apate period sasa hizi. Mtoto huyu anatakiwa maumbile yake yawe kiasi hiki, kutokana na taarifa zinakuwa mislead kutokana na vyakula. Yes. Kwa hiyo period ya mapema kiafya sio period nzuri, bali ni period inayosema kuna ulakini kwenye kinga ya mwili wa mtoto wako. Na kwa watoto wa kiume athari zinakuja kuonekana kule mbele. Tukianza kusema tunataka wajukuu, ndio unaambiwa ana matatizo ya nguvu za kiume. Kwa sababu gani? Ya vitu tulivyokuwa tunamlisha huku. More of all this subject ya leo ni kwamba lishe yenye tija ndio uimara wa mtoto wako. Lishe isiyo na tija ni vice versa, ni udhoofu wa mtoto wako. Kwa hiyo kwa mzazi yoyote mwenye mtoto ambaye bado unaweza kumtengenezea lishe, ambaye bado unaweza kumonitor chakula chake, unaweza kurekebisha sasa hivi na kutengeneza lishe zenye tija kwa mtoto wako. Hata kama lishe hizi tunaweza tukazifanya hata kwa watu wazima, lakini huku sisi tunakuwa tu tunaboresha. Mtoto akivuka miaka 10, kwa sababu kiafya mtoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10, pale ndo mtoto anajengeka kuwa binadamu. Kwa pale kwenye kujengeka kuwa binadamu
binadamu kuna vitu unapaswa uvijengee. Ile ndo foundation ya mtu mwenye afya. Kwa hiyo foundation ile inatakiwa iwe nzuri. Lakini ukikimbizana na haya mambo ya kwamba mtoto anatakiwa anyonye, umnyonyeshi, mtoto anatakiwa ale vizuri, hali vizuri, mtoto anatakiwa halali vizuri, kwa sababu ya purukushani za maisha ya kila siku, hakikisha ukiwa mzazi you have the monitoring ya mtoto wako anakulaje, analala saa ngapi na kadhalika, ili uweze kujenga immunity system nzuri. I hope umejifunza, na I hope pia nitatamani tusemezane sana kuhusu hili na wazazi na watu wa nutrition na kadhalika. Kila laheri mzazi mwenzangu. Shosti, tusemezane.